Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mnaendelea vizuri na mko salama salimini. Tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika ngazi ya kisiasa na hata ya kiusalama pia. Na hata hivyo, hali ya usalama bado ni tete katika sehemu hii ya Kivu Kusini, ambapo mapigano yanaendelea licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Mapigano makali yaliripotiwa hiyo jana Jumatano tarehe 18 Februari mwaka huu kati ya wapiganaji wa Zalendo na wahasi wa M23 RDF katika vijiji vya Kasirusiru na Kalonge vilivyoko katika grupema ya Bushwira wilayani Kabare, kwa mujibu wa vyanzo vya habari ya ndani kabisa. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo vya kiusalama vinavyotokea eneo hilo, wahasi wa M23 waliripotiwa kuanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa katika ukanda huo, wakilenga kusonga mbele kuelekea mji wa kimkakati wa Bunyakiri ulioko katika grupema ya Kalima wilayani Kalehe. Eneo hilo linachukuliwa kuwa muhimu kutokana na nafasi yake inayounganisha nyanda za Haut Plateau na maeneo ya misitu ya kaskazini magharibi mwa mkoa wa Kivu Kusini. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa kusonga mbele kwa washambuliaji kulizuiliwa baada ya mapambano makali ya risasi. Hadi wakati wa utoaji wa taarifa hii, hatujawa bado na takwimu rasmi kuhusu vifo au uharibifu wa mali, na mamlaka za mkoa nazo mpaka sasa bado hazijatoa uthibitisho ama taarifa rasmi. Ila mapigano hayo yaliwahusisha wanamgambo wanaojitambulisha kwa Mouvement National des Révolutionnaires Congolais MNRC, kundi la wapiganaji wa Zalendo linaloongozwa na wakujiita Jenerali Mwami Kongo Wita. Wapiganaji hao wanasema wamepambana kuzuia upanuzi wa RDF M23 katika sehemu hiyo ya Sud Kivu, wakati ambapo mkoa huu bado unakabiliwa na ukosefu wa usalama wa muda mrefu. Hali uwanjani inaendelea kuwa ya wasiwasi. Wakazi waliowasiliana kwa njia ya simu wameripoti hali ya hofu na kuhama kwa raia kuelekea maeneo wanayoyaona kuwa salama zaidi. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, pande zote mbili bado zinakabiliana katika maeneo ya karibu, jambo linalozua hofu ya kuanza tena kwa mapigano wakati wowote. Mapigano haya mapya yanajiri katika mazingira ya kikanda yaliyo dhaifu, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea ili kupunguza mgogoro wa kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, uhalisia na wa uwanja wa mapambano unabaki kuwa wa kuyumbayumba, ambapo kila utulivu unaonekana kuwa wa muda mfupi. Na tukijielekeza huko jimboni Chopo, shambulio la droni dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangoka limeibua maswali kuhusu eneo zilipotokea droni hizo. Kwa mujibu wa vyanzo, aina ya droni iliyotambuliwa ina uwezo wa kuruka umbali wa hadi kilomita 300 au chini ya hapo, yani 300 km. Hii inaashiria kuwa droni hizo haziwezi kuwa zilirushwa kutoka maeneo yanayodhibitiwa na wahasi wa M23 AFC. Katika usiku wa tarehe 31 Januari hadi tarehe 1 Februari, wakati wa mazungumzo kati ya AFC M23 na serikali ya Kongo yalipokuwa yakianza tena chini ya mchakato wa Doha, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangoka ulioko mjini Kisangani ulishambuliwa kwa droni za kujitoa muhanga ama drone kamikaze. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, hakuna hata moja ya droni hizo iliyosababisha uharibifu kwenye miundombinu ya FARDC na washirika wao. Mashambulizi hayo yalidaiwa na waasi wa M23 RDF AFC, ambao walisema walilenga kituo cha uongozi wa droni cha jeshi la Kongo. Hata hivyo, uchambuzi wa aina hiyo ya droni iliyotumika Yiha-3 unaonyesha kuwa zilipaswa kurushwa kutoka umbali wa chini ya kilomita 300 kutoka uwanja wa ndege huo, jambo linaloibua hoja kuwa eneo la kuzirusha
halikuwa ndani ya maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa Institut Ebuteli, na hili ni jambo la heri, maana inaridhisha kabisa kuona ya kwamba FARDC imeshajinunulia vifaa vya kisasa vya kutambua uwepo wa hatari ya mashambulizi ya drone, na mara moja wanaifyatua ikiwa ingali hata mbali kabla ya kufikia eneo ambayo ilikuwa inakuja kufanya maafa. Hii inaonyesha jinsi gani serikali kweli imewekeza pesa nyingi katika swala nzima la kujilinda na usalama, maana Kongo kuwa na jeshi nzuri lenye nguvu na maujuzi ya kisasa ni jambo la heri sana la kufanya sasa nchi ianze kuheshimika na kuogopwa katika maeneo ya ukanda wa maziwa makuu. Na uwezo huo tunao, sema tu makusudi ya baadhi ya wafanyasiasa na viongozi wasaliti ambao mtazani ya kwamba wako wanatetea maslahi ya nchi na raia wake, kumbe wao wako wanatumikia tumbo zao na kuridhisha matamanio ya mioyo yao ili wapate kutimiza ndoto za maisha yao. Lakini Felix Antoine Tshisekedi ndio ni mwanadamu na hakuna aliyekamilika hapa chini ya jua, lakini uongozi wake mpaka sasa ni bora kabisa, maana kuna aina fulani ya roho ya uzalendo inayoonekana katika yeye ambayo hatukuwahi kuiona kwa wakati wa wale wanaomgombanisha leo hii ili warudi tena kwenye madaraka ili waendelee kutimiza haja za maslahi yao binafsi. Na viongozi kama hawa ndo hatutaki tena kuona kabisa kwenye ikulu na mamlaka ya nchi yetu, maana wako wanasababisha nchi yetu kupiga hatua nyuma ya maendeleo wakati nchi zingine zikipiga hatua mbele ya maendeleo. Kwa haya madogo yenye kuridhisha ambayo bado tunayaona kwa Tshisekedi, basi yatazidi kutupa motisha ama kutumotive ili tuendelee kumuunga mkono ili kwa pamoja tufikie kwenye malengo ya kulifanya taifa letu nalo lihesabike miongoni mwa mataifa yenye kujiheshimu na yenye nidhamu hapa duniani. Azidi kulijenga jeshi la taifa na azidi kupambania maendeleo thabiti ya maisha ya Wakongomani kupitia mikataba ya kiuchumi yenye kufaidisha nchi na sisi kama raia. Na tukijelekeza huko Uvira jimboni Kivu ya Kusini, gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi anaendelea na juhudi za kurejesha mamlaka ya dola ama autorite de l'etat, hasa kupitia ukarabati wa miundombinu ya umma iliyoharibiwa wakati wa uvamizi wa wahasi wa M23 AFC. Hatua hizi zinahusu hasa huduma za mahakama, magereza pamoja na sekta ya afya katika mazingira ambayo jiji linakabiliwa na hali ya dharura ya kijamii. Lengo ni kurejesha utendaji wa taasisi za serikali, kuimarisha usalama wa raia na kuhakikisha huduma za msingi zinapatikana tena kwa wakazi wa Uvira. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Tunafurahi na kukushukuru kuona ulitufuata kuanzia mwanzo hadi hivi mwisho, na tunakuomba uendelee kubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Tukutane kwa majaliwa. Chao.